Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kukaribisha mwaka mpya, mwaka wa Kiislamu, na sisi ni maimamu. Mwaka mpya walioweka zama za Umar ibn al-Khattab, bila ya kurefusha, walizingatia mengi. Mmoja wapo ni mwezi mtukufu wa Muharram, ambao baada ya siku moja au mbili utakuwa umeingia, kwamba ni katika ashhurul hurum, lakini wakazingatia kuwa kwamba ni munsarafu nasi min alhaji, ni tukio kubwa la Waislamu kurudi makwao wakitoka hija, litukio la kidunia. Wakaona hapo waanze kuhesabu mwaka wa hijiria. Lakini kwa kuamua huko, wameamua, na hili nilitaje kama ujumbe wangu kwa maimamu, wamelitaja ili tuanze mwaka wetu mpya kwa misingi na matendo mema yaliyofanywa na Mtume Ibrahim na familia yake. Mtume Ibrahim yeye na familia yake walichokifanya ni wao kuiona akhera ni bora kuliko dunia. Ukija kuangalia tukio la Mtume Ibrahim kuambia mchukue mke wako kamtupe katika ardhi isiyokuwa na mmea, kidunia ukiangalia faida yake haipo. Kwa mke mwenyewe aliyechukuliwa akenda akatupwa pale, faida kidunia ni ipi? Lakini waliangalia akhira, kwamba anayetutuma ni Mungu na amri ya Mungu tuitekeleze ili tukae mahali pazuri akhira itakapofika. Likenda tendo la kumchinja mwanawe, lina matunda gani kiakhira, kidunia? Kwamba mwanao mpendaye umpitishe kisu mchinje, huwezi kuona, ila faida ni ile aliyoitaka Mungu, kwamba mimi huyu mja wangu kwa jinsi anavyonipenda, nikimwamrisha lolote analitenda, utiifu kwa Mungu. Kwa hiyo mimi niseme katika kufungua mwaka huu mpya, na nyinyi maimamu walioamua mwaka mpya uanze baada ya hija, wanakutakeni wale maamuma wenu wote, mwaka usiishe ila wawe katika wale ambao wanaiona akhira ni bora kuliko dunia. Wala msitafute mengi ya kufanya. Kazi yenu mliotumwa na Mungu ni kuwafanya waumini waione akhira ni bora kuliko dunia. Bal tuthiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa. Na ni nani anayekataa mila hii ya Mtume Ibrahim ila yule aliyefanya nafsi yake kwamba ni ya kipambavu kabisa. Walaqad istafainahu fi dunya, sisi tumemteua hapa duniani na huko akhira minas salihin. Sasa lengo likishakuwa ni hilo, kuna mahali gani tena pa kuzozana na kusigana? Kama mnachotafuta ni akhira, mlango wake mpana kweli kweli, hamtengani nyinyi, ila ni kwa sababu mnaitaka dunia. Mwaka mpya huu Jumuiya ya Maimamu imeleta kikao hiki ili kuunganisha nguvu zenu pamoja na kuacha kupishana
na kusigana, na wallahi hamsigani mkasigana siku hiyo, ila ni kwa sababu mmehama katika mila ya Mtume Ibrahim, mwaitafuta dunia. Lazima kama waitaka mila ya Mtume Ibrahim, unachotaka ni akhira, huna sababu ya kushindana na yoyote wala kuwa na ugomvi na yoyote. Niwapeni mfano wa kitu kimoja. Mimi nilikuwa na cheo fulani katika baraza, sikitaji cheo hicho kikubwa kweli kweli. Siku moja nikasikia neno, wanaambia bana, mheshimiwa ataka cheo hiki ampe fulani, lakini nakuhofia wewe. Nikamwambia nataka kusikiliza wewe. Mimi nilimwambia hilo neno lilolisema sitaki niliseme kama lilivyo, maana zito sana, linaweza kuwa kwamba linaingia katika namna ya kujinaki, lakini kama mtaka kwa elimu nitalitaja. Nilitaja au nilifiche? Haya, nikamwambia malaika wa mbinguni watanishangaa nikisita hata sentimeta moja kukitoa cheo hicho kwa huyo mheshimiwa mufti anayetaka kumpa. Nikamwambia si hata sekunde moja, sichelewi, na namwomba Mungu anijalie hivyo kwa cheo chochote nitakachokuwa nacho niwe tayari kutoa, na cheo chenyewe ni cha ukurugenzi wa dawa na tablighi ambacho nilikuwa nakibeba mimi. Mufti akaona ampe huyu simba aliyoko mbele yetu Arif. Sasa akawa anajiuliza, Chizenga taona nimemvua au nimemfanyaje? Nikamwambia sichelewi, hata sikutaka kufikiria kwa ngoja kesho. Nikamwambia hapo hapo chukue. Na mimi namwombea Mungu akiendesha vizuri, na nyinyi naomba mshirikiane naye. Ni mtu ambaye ana juhudi ya dini, hakuna mtu ambaye hana dosari. Wamanil ladhi tudha sajayahu kulluha kafan mar'an nublan an tuadda maibuhu. Na ni nani ambaye sifa zake zote njema? Hayupo. Yamtosha mtu kwamba waweza kuhesabu dosari 1, 2, 3, lakini ninachokijua ana nia ya kuipeleka dini mbele, na akatoa maisha yake kwa ajili ya jambo hili. Kwa hiyo mimi nisirefushe, naomba furka tuziache. Nimalize kwa beti za mshairi mmoja, atakayeweza kuzifuata na azifate. Anasema, kanat liqalbi ahwa'um mufarraqatun, moyo wangu ulikuwa na mambo mengi ninayotaka kuyatekeleza, kila mmoja nitakaliwe. Fastajma'at mudra'atka al-ain wa ahwa'i, lakini malengo yote yale yakajumuika akawa lengo moja, siku nilipokujua wewe Mola wangu. Fasara yahsuduni man kuntu ahsuduhum, kuanzia siku hiyo nikawa nahusudiwa na wale ambao mimi nilikuwa nawahusudu. Wal hasadu huna ala ghairi babi, yani nikawa naghibta kama mwenzangu anafanya hivi na mimi ningekuwa kama yeye, na mimi ningekuwa kama yeye. Wale wote ambao nilikuwa natamani niwe kama wao, wakawa wao ndio wanatamani wawe kama mimi. Wasirtu maulal wara musirta maulai, ukawa wewe, nikawa mimi ni bwana wa watu wote siku nilipokufanya wewe ndio bwana wangu. Taraktu linasi dinahum wa dunyahum, nimewaachia watu dini yao na dunia yao. Shughlan bidhikrika ya dini wa duniai, nimewaachia watu dini yao na dunia yao, na shughulishwa na wewe Mungu, ewe ambaye wewe ndio dini yangu na wewe ndio dunia yangu. Sasa mshikili uko pale, hata dini yao umewaachia. Ikiwa dini yenyewe ni ile ya kugombania dunia, hiyo si dini ya kung'ang'ania. Naombe Mungu awekeni katika moyo mmoja. Allahumma anzama fi qulubina min ghillin ikhwana, Mungu naomba utoe yaliyomo mioyoni mwetu katika mifundo. Ala sururi mutakabilin, tukae kwa kuangaliana kwa furaha na mapenzi kama walivyo watu wa peponi. Lau mfaqta ma fil ardi jamia, lau kama ungesema utoe mali za dunia yote wahonge waelewane, wasingeelewana. Walakinna Allah alafa bainahum, lakini Mungu katia upendo na maelewano baina yao. Mungu wape maelewano hawa, Mungu ondoa mifundo hayo.
Mungu anashindana nini kama ni wanachotaka ni pepo? Mungu kama wanachokitaka ni dunia, Mungu itoe dunia katika vifua. Allahumma sakhimata sudurina, Mungu naomba utoe ukungu uliotanda katika moyo wetu. Wa arina dunia kama araitaha ibadaka salihin, na nakuomba utuonyeshe dunia katika vazi lile ambalo waliona waja wako wema ya rabbal alamin. Allahumma idha aqrata ahla dunya bidunyahum, Mungu pale utakapowastaresha watu wa kidunia kwa kuifaidi dunia yao, faqri la yunana bimahabbatika wa ibadatika, sisi naomba Mungu utustareshe kwa ibada yako na mapenzi yako ya rabbal alamin. Atani hawaha min qabli an alifa alhawa fasada faqalban khaliyan fatamakkana. Wassalatu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.